Mjambo na habari za jioni, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani ya winje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 27 Agosti mwaka 2026. Na katika matangazo yetu ya leo tutawaletea habari muhimu za kisiasa, kiusalama na kijamii, zikiwemo taarifa mbalimbali za usalama katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini, pamoja na matukio mengine yanaendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia tutakuletea taarifa kuhusu juhudi za diplomasia za kutafuta amani katika eneo la Maziwa Makuu, pamoja na maendeleo ya mchakato wa Doha na nafasi ya MONUSCO katika nafasi ya kutekeleza makubaliano ya kusitisha mapigano. Zaidi ya yote tutakuletea taarifa kuhusu mjadala unaohusu kusimamishwa kwa shughuli za kitaaluma katika baadhi ya vyuo vya Goma na Bukavu, pamoja na msimamo wa viongozi mbalimbali kuhusu uamuzi huyo. Bila kusahau taarifa nyingine muhimu kutoka nchini Rwanda, Burundi na maeneo mengine ya mashariki mwa Kongo. Mimi ni Teloje Lulonga na ni Kivu News Info. Kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote kile kisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Vile vile unaweza kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp ambazo zinaendelea kupita hapo kwenye picha, na ukatujuza na tusikilizo kiwa sehemu gani, naomba kutuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Basi karibu tukupashe. Hali ya usalama endelea kuwa tete na kutia wasiwasi tangu asubuhi ya leo tarehe 27 Agosti katika kijiji cha Nzibira kilichopo katika eneo la Walungu mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakazi na vyanzo vya ndani, mapigano mara kwa mara yameripotiwa kati ya wapiganaji wanaohusishwa na waasi wa M23 na makundi ya wazalendo. Mapigano yamesababisha hofu kubwa miongoni mwa wananchi, huku baadhi ya wakazi wakilazimika kuacha manyumba zao na kutafuta maeneo salama kwa ajili ya kujinusuru kutokana na hali hiyo ya usalama. Nzibira ni kijiji kilichopo katika eneo muhimu la mkutano na maeneo ya Walungu, Mwenga na Shabunda. Kutokana na nafasi yake ya kijiografia, hali ya usalama katika eneo hilo linaathiri moja kwa moja pia vijiji na maeneo vinavyolizunguka. Viongozi wa eneo wanaeleza kuwa hali ya sintofahamu imekuwa ikiongezeka tangu tarehe 12 Agosti baada ya kuanza kwa mapigano makali kati ya pande hizo mbili zinazopigana. Kwa mujibu wa taarifa hizo, wakazi wa Nzibira pamoja na wale wa vijiji jirani wameendelea kuondoka katika makazi yao wakihofia usalama wao na familia zao. Nzibira hali kama hiyo imeripotiwa pia katika vijiji vya Luntukulu na Luhango. Wakazi wa maeneo wameondoka kwenye nyumba zao na kuelekea maeneo yanayoona kuwa salama zaidi. Vyanzo vya ndani vinasema kuwa hali imesababisha harakati kubwa za watu katika eneo hilo, huku familia zikiondoka bila kujua kwa uhakika zikikaa wapi na kwa muda gani. Hii makao ya watu hapa Nzibira yameachwa. Hali hiyo iko katika Luntukulu na Luhango, ndivyo vyanzo vya ndani vinavyonukuliwa vikieleza hali hivyo ilivyo katika maeneo hayo. Wakati huo kila upande unaendelea kumtumu upande mwingine kwa ndio ulioanzisha mapigano hayo. Hali hiyo imefanya iwe vigumu kupata picha kamili ya chanzo cha mapigano, wakati taarifa kutoka maeneo ya mapigano zikiendelea kuwa chache kutokana na mazingira ya usalama. Kinachojulikana kwa sasa ni kwamba mapigano yamevuruga kwa kiasi kikubwa shughuli kubwa za kijamii na kiuchumi, biashara, kilimo, usafiri na maisha kila siku ya wakazi yameathirika kutokana na hofu ya usalama. Bana, taarifa za kiusalama kuendelea kwa mapigano kunazidisha pia hali ya kibinadamu katika eneo hilo. Kuongezeka kwa idadi ya watu wanaokimbia makazi yao na kunaweza kuongeza mahitaji ya chakula, maji, malazi na huduma nyingine muhimu kwa familia zilizoathirika. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi kamili ya watu waliokimbia makazi yao wala kuhusu uwepo wa majeruhi au vifo kutokana na mapigano hayo. Hata hivyo, hali ya Nzibira, Luntukulu na Luhago inaendelea kufuatilia kwa karibu, kwa wananchi wakisubiri kurejea kwa utulivu na usalama katika maeneo hayo. Kwa sasa kipaumbele kikubwa kinabaki kuwa usalama wa raia, hasa familia zinazoathirika na mapigano na wale wanalazimika kuacha makazi yao. Katika maeneo ya Plateau mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wito umetolewa kwa wapiganaji wa wazalendo walioko katika mji wa Uvira kuondoka mji humo na kuelekea katika maeneo mstari wa mbele ambako mapigano na hali ya usalama vinaendelea kuwa changamoto. Wito umetolewa na Meshaki Kiradi ambaye anajitambulisha kama jenerali akiongoza kikosi chake maalumu katika maeneo ya Plateau, hususan kwenye maeneo ya Kageregere na Nanzu Buke.
Katika ujumbe uliowasilishwa na wenzake Kiradi, amewataka wapiganaji wa wazalendo waliopo Uvira kurejea katika maeneo mbele ya mapigano, akisema kwa uwepo wao unahitajika zaidi katika maeneo hayo kuliko kubaki katika mji wa Uvira. Katika ujumbe wao, Meshake Kiradi ametoa wito kwa waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua za kutoa amri kwa wazalendo walioko Uvira kuondoka mji humo ili walezwe kwenye maeneo ya mstari wa mbele. Kiradi Meshake alieleza kwamba kwa mtazamo wake mji wa Uvira kwa sasa huko katika hali ya kukabiliwa na tishio la haraka linalohitaji uwepo wa idadi kubwa ya wapiganaji wa wazalendo, na kwamba nguvu hizo zinaweza kutumika zaidi katika maeneo plateau ambako amesema kuna mahitaji makubwa ya ulinzi. Katika ujumbe wake amesisitiza kwamba wapiganaji hao wanapaswa kuelekea kwenye maeneo ya mbele ili kuimarisha nafasi zinazodhibitiwa na upande wao, na kwa kauli yake kujitolea kuilinda jamhuri. Amesema tukumnukuu, tunaomba waziri wa ulinzi ambaye ana mamlaka juu ya rade aamuru wazalendo wote kuondoka katika mji wa Uvira ili kuelekea kwenye mstari wa mbele. Tunawahitaji pigana wote wa hapa au plateau, ameongeza. Kauliona kuja wakati ambako maeneo ya plateau yaendelea kuwa miongoni mwa maeneo yenye changamoto kubwa za kiusalama katika mkoa wa Kivu Kusini kutokana na uwepo wa makundi mbalimbali yenye silaha na utano unaendelea katika baadhi ya maeneo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa kutoka eneo hilo, uwepo wa wapiganaji katika maeneo ya plateau una umuhimu mkubwa kwa upande zinazosika katika mzozo wa kiusalama, hasa kutokana na umuhimu wa kimkakati wa maeneo hayo na ukaribu wake na maeneo mengine yanayokumbwa na mapigano. Wito wa Meshake Kiradi pia unaonyesha mjadala unaendelea kuhusu namna ya kugawa na kutumia vikosi vya wazalendo katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini. Wakati baadhi ya wapiganaji wamekuwa kihudumu katika maeneo ya mijini, wengine wako katika maeneo ya vijijini na kwenye mstari wa mbele ambako wanaendelea na mapigano. Kwa upande mwingine, Uvira ni mji mwenye umuhimu mkubwa wa kiuchumi na kijamii katika mji wa Kivu Kusini. Mji huo una idadi kubwa ya raia na umekuwa ukipokea watu wanaokimbia makazi yao kutokana na mapigano katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Kivu Kusini. Kwa hiyo swala la uwepo au kuondoka kwa wapiganaji wa wazalendo katika mji unaweza kuwa na hatari kwa hali ya usalama na maisha raia. Hata hivyo, katika ujumbe wake Kiradi ameonyesha kwamba kusitiza zaidi ya haja ya kuimarisha maeneo mbele kuliko kuendelea kuweka nguvu nyingi za wapiganaji ndani ya mji. Wito huo umetolewa pia katika mazingira ambayo mapambano ya kudhibiti maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini yanaendelea, huku pande zinazohusika zikitoa taarifa tofauti kuhusu hali ya usalama na udhibiti wa maeneo hayo. Ni muhimu pia kutambua kwamba kauli ya Meshake ni msimamo uliotolewa na yeye mwenyewe na umaanishi moja kwa moja kwamba Wizara ya Ulinzi au mamlaka nyingine za serikali tayari zimechukua uamuzi wa kuondoa wazalendo wote katika mji wa Uvira. Hadi sasa kinachoripotiwa ni wito wake kwa mamlaka husika, hasa waziri wa ulinzi, kutoa amri hiyo wapiganaji walioko mjini Uvira waelekee kwenye maeneo ya mapambano katika maeneo ya plateau. Wito huo unaendelea kuzua maswali kuhusu mustakabali wa uwepo wa wazalendo katika mji wa Uvira pamoja na namna ambavyo vikosi hivyo vinaweza kutumika katika maeneo ya mbele ya mapigano. Sawa, hii hapa ni presentation ya unité spéciale Mwaksi ya Kageregere. Hapa ni mlima ya Kageregere, ndio hii kaza adui, ndio hizi zenyewe ziko mnabuzuke, ndio hizi na base ya enemy, ndio hili. Kiatu tungeomba unité spéciale wenyewe wanabakia Uvira waache maneno. Nasikia tu maneno Uvira naendelea, sijui ile maneno ni ya nini. Mtu iko mwake analala mwake, mimi mwingine iko najisacrifice koro yake juu ya Patrick ya nchi, anafika pembeni ya adui na adui anamjibia, lakini wao wakilia tu huko mvile, na kama huko mvile wao wanasema mengi sana. Na wao wanaonekana generale mwenyewe, si yuko generale gani? Kile tungeliomba, tunaomba sana ministère ya defense yenye na reserve ya peuple de défense RAD kusanyisha wazalendo wote watoke mvile ya Uvira wapande huko mho plateau. Kila mtu atoshe wazalendo mvile ya Uvira wapande mho plateau. Baache kama ni komandement na bakia kiongozi na matife zake kama ni watatu ni waine, na zile mapika eme zote tunazihitaji zipande huku mho plateau ya Kageregere. Kwa sababu adui aliatake Malimba na siye mkuye mtukute hapa, msiogope aseme adui atatufanya kitu. Tunapendwa na Mungu, tuko na kila kitu, tuko na maombi ya mababu, tuko na madawa, hata wapige ranse ndo haitafika hapa. Kwa sababu ya nini? Ya nguvu za Mungu. Mzalendo hata hana minisio, anapiganaka na minisio yenyeko nayo na adui atakimbia. Bazalendo mimi na basabi hata mwene mimi. Bazalendo wanaweza piganisha enemy mimi. Lakini wao wanabakilia mvile ya Uvira, wanabakia wako wanatembea mle mvile. Leo ni le 25 ya mwezi wa 8 2026.
Ade Miloge wa unité special shamba la vita. Nyingine njia yenyewe mnasikia kama moto inawaka nayo ndani, ni MONUSCO mara ndo alipita kule wakamshtukia na rase kule akamlumia kumgulu. Lakini ni kujitolea koro yam, haiko salera haiko chochote, ni kujitolea tu ya kubomola huyo adui wa Kageregere atoke. Sia bazalendo wa unité special tuko determiné, tunalomba appui ituapuye ku logistique, sie tubomole Kageregere na tufike paka Bukavu. Tuko na ile nguvu. Lakini leo tunaanza chekwa aseme hatuna nguvu ya kubomola hapa juu ya kukosa logistique ya kukaza. Logistique ya dawa tuko nayo. Logistique ya maombi ya mafamilia, ya maombi ya raia ya Kongo na tegemea wazalendo tuko nayo. Na tunasire population ya Uvira ya kwamba ho plateau yulu ya Uvira iko inatakata sana huku chini kwetu. Muungano wa waasi wa M23 umepinga uamuzi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusimamisha hadi itakapotangazwa vinginevyo shughuli za kiutaluma na shughuli zinazohusiana na masomo katika baadhi ya vyuo vikuu vya umma mjini Goma mkoani Kivu Kaskazini na Bukavu katika mkoa wa Kivu Kusini. Katika taarifa iliyotolewa siku ya jana Jumamosi tarehe 26 Agosti, M23 imeuita uamuzi huo ni kwa kiolela na usio na uwajibikaji, ikisema kwamba hatua hiyo inakiuka haki ya wanafunzi kupata elimu. Kwa mujibu wa waasi wa M23, kusimamishwa kwa masomo kunatokea wakati ambako mazungumzo ya amani katika pande zinazohusika endelea kupitia mchakato wa Doha. Harakati hiyo inasema mchakato unasisitiza umuhimu wa kuwepo kwa hatua za kujenga imani kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23. M23 inadai kwamba maeneo ya mashariki mwa Kongo yaliyo chini ya utawala wake ndio yenye usalama na utulivu zaidi, hivyo kupinga sababu za kiusalama zinazotolewa na serikali ya Kinshasa kunarahisha kusimamishwa kwa shughuli za vyuo. Harakati hiyo imekumbusha kwamba haki ya elimu inalindwa na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwamba sekta elimu haipaswi kugeuzwa kuwa chombo cha mapambano ya kisiasa. M23 inasisitiza kwamba hakuna mwanafunzi anayepaswa kulazimishwa kupoteza mwaka wake wa masomo hadi mustakabali wake kwa sababu ya hali ya kisiasa kiusalama inayokabili taifa. Uamuzi wa kusimamisha masomo unatokana na agizo la waziri wa elimu ya juu, chuo kikuu, utafiti na sayansi wa ubunifu iliyosainiwa tarehe 12 Agosti. Hatua ni sehemu ya taasisi kadhaa za umma za elimu za juu kati ya mji wa Goma na Bukavu. Mji wa Goma, vyuo vinavyohusika ni pamoja na chuo kikuu cha Goma ni Gome, Institut Supérieur de Commerce IEC Goma, Institut Supérieur de Technique Médicale Institut ISTEM Goma, Institut Supérieur Technique Appliquée ISTA Goma, pamoja na Institut Supérieur Pédagogique ISP Goma. Mjini Bukavu, hatua pia inahusu chuo kikuu cha rasmi cha Bukavu IOB pamoja na IEC Bukavu, ISTEM Bukavu, ISP Bukavu, ISDR Bukavu na ISAME Bukavu. Kusimamishwa kunahusu shughuli mbalimbali za mwaka wa masomo mwaka 2026 na mwaka 2027, ikiwemo usajili wapya wa wanafunzi, uandikishaji, mitihani, vikao vya kutoa matokeo pamoja na shughuli nyingine zinazoweza kusababisha kutolewa kwa vyeti au shahada za kitaaluma. Hata hivyo, kuna nafasi maalum kwa wanafunzi wamaliza masomo kwa mwaka 2025 na mwaka 2026 ambao kuweza kukamilisha masomo yao. Wanafunzi wameruhusiwa kufanya mitihani ya kutekeleza shughuli zao zinazohitajika ili kukamilisha mwaka wao. Serikali ya Kinshasa inasema uamuzi umechukuliwa kutokana na hali ya usalama katika miji ya Goma na Bukavu na athari zake kwa uendeshaji wa kawaida wa taasisi hiyo. Serikali pia inasema inalenga kulinda ubora wa halali wa masomo, thamani ya vyeti vinavyotolewa pamoja na usalama wa wanafunzi nao wanafanya kazi wa vyuo. Lakini M23 inaendelea kupinga hoja ikisema kusimamishwa kwa shughuli za vyuo ni aina ya kuigiza siasa katika sekta ya elimu ya juu. Hata hivyo, harakati hiyo pia inasema ajira ya taaluma za walimu, watafiti, wafanyakazi na utaaluma, mafundi na wafanyakazi wengine wa vyuo hawapaswi kutumiwa kama chombo cha shinikizo la kisiasa. Wakati huo uamuzi wa serikali unaendelea kuzua mjadala ndani ya jamii na miongoni mwa viongozi wa kisiasa. Seneta wa zamani Francine Muyumba ametaka serikali kuondoa uamuzi na kusimamisha masomo hadi itakapotangazwa vinginevyo, akisema wanafunzi wa Goma na Bukavu hawapaswi kubeba madhara ya mgogoro wa kisiasa na kiusalama ambayo hawakuanzisha. Francine Muyumba anaeleza kwamba vijana katika maeneo hayo tayari wameathiriwa na vita, ukosefu wa usalama kwa makazi yao, matatizo ya kiuchumi na kutokuwa na uhakika kuhusu mustakabali wao. Kwa upande wake, mshindi wa tunzo ya Prix Nobel ya amani Daktari Denis Mukwege amelahani kwa pamoja uteuzi wa viongozi wapya wa vyuo uliofanywa na M23 katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake pamoja na uamuzi wa Kinshasa na wa kusimamisha shughuli za kitaaluma.
Denis Mukwege amesema elimu ya vijana ni jambo takatifu na lisoweza kujadiliwa, akionya kwamba kufungwa kwa vyuo kunaongeza vikwazo ambavyo tayari vinasira wakazi wa Kivu Kaskazini na Kusini. Pia ameeleza hofu kuhusu athari za muda mrefu za mgogoro huu kwa vijana wa Kongo, akitaja uwezekano wa kile anachokiita taratibu, yaani kinachozufisha kupotea kwa maarifa, utafiti na uzalishaji wa elimu. Denis Mukwege ametaka wahusika wote wanaotafuta suluhisho la mgogoro wa mashariki mwa DRC kuweka elimu miongoni mwa vipaumbele vya mchakato wa amani. Ameomba pia vijana wa Kongo washirikishwe zaidi katika maamuzi yanayohusu mustakabali wao, na akataka kukomeshwa kwa matumizi ya kijeshi au na kisiasa katika usimamizi wa taasisi za elimu. Kwa upande wake, M23 anaendelea kusisitiza kwamba elimu inapaswa kutenganishwa na mapambano ya kisiasa na kijeshi, na kwamba masomo ya wanafunzi yanapaswa kuendelea licha ya mazingira magumu yanayokabili sehemu ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa mjadala mkubwa unaendelea kuhusu namna kuhakikisha usalama wa wanafunzi na wafanyakazi wa vyuo, wakati huo haki elimu na mwendelezo wa masomo vikilindwa. Vilevile Kivu News inaendelea kufuatilia maendeleo ya Sorali pamoja na athari zake za uamuzi huo kwa wanafunzi wa Goma, Bukavu na maeneo mengine ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aliyekuwa kanali wa jeshi la Rwanda Tom Byabagamba, ambaye wakati mmoja alikuwa mkuu wa kikosi maalum cha ulinzi wa Rais Paul Kagame, amefariki akiwa kizuizini nchini Rwanda akiwa na umri wa miaka 59. Taarifa za kifo chake zilitangazwa rasmi tarehe 25 Agosti na kaka yake David Mbira, na baadaye kuthibitishwa na vyanzo mbalimbali vya habari. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Byabagamba alikuwa amekaa gerezani kwa karibu miaka 12 tangu alipokamatwa mwaka 2014. Byabagamba alikuwa afisa wa ngazi ya juu za jeshi katika Rwanda na aliwahi kuongeza kikosi cha Jamhuri, kikosi kinachohusika na ulinzi wa rais wa Rwanda Paul Kagame na viongozi wengine wakuu wa nchi. Alikamatwa mwezi Agosti mwaka 2014 pamoja na brigedia mstaafu Frank Rusagara. Miaka miwili baadaye, mwaka 2016, mahakama ya kijeshi nchini Rwanda ilimhukumu Byabagamba kifungo cha miaka 21 kwa makosa mbalimbali yakiwemo kuchochea uasi na kuharibu taswira ya serikali. Hata hivyo, mwaka 2019, baada ya kukata rufaa, kifungo chake kilipunguzwa kutoka miaka 21 hadi miaka 15. Kesi yake ilikuwa imezua mjadala mkubwa, huku mashirika ya haki za binadamu yakikosoa mwenendo wa kesi hiyo. Human Rights Watch kwa mfano ilimesema kesi dhidi ya Byabagamba na Frank Rusagara ilikuwa na dosari, inahusisha madai mazito kuhusu mateso na kuingiliwa kwa mashahidi. Wakati wa miaka yake gerezani, Byabagamba ameendelea kuwa mtu anayefuatiliwa kwa karibu kutokana na historia yake ndani ya jeshi la Rwanda, nafasi yake aliwahi kushikilia katika ulinzi wa Rais Paul Kagame. Kifo chake kimetokea takriban mwaka 1.5 baada ya kifo cha Frank Rusagara, ambaye alikuwa pia amefungwa katika kesi inayohusiana na Byabagamba. Rusagara alifariki akiwa gerezani nchini Rwanda mwezi Machi mwaka 2025. Kuhusu kifo cha Tom Byabagamba, hadi sasa sababu rasmi cha kifo chake hakijathibitishwa hadharani. Kaka yake David Mbira ndiye alitoa taarifa ya kwanza kuhusu kifo hicho. Mbira ambaye aliwahi kuwa mshauri wa Rais Paul Kagame kabla ya kwenda uhamishoni na kuwa mkosoaji mkubwa wa serikali ya Rwanda, alisema familia imepokea taarifa hizo za kifo za Byabagamba bado akiwa gerezani. Vyanzo vinavyonukuliwa na AFP pia vimeripoti kwamba familia iliarifiwa kuhusu kifo chake, lakini haikuwa imepewa maelezo ya kutosha kuhusu chanzo au mazingira yaliyosababisha kifo hicho. Kwa upande mwingine, mamlaka za Rwanda zilikuwa zimetoa maelezo ya wazi kuhusu kifo cha Byabagamba wakati taarifa hizi zikiripotiwa. Hivyo ni muhimu kutenganisha taarifa zinazodhibitishwa na kuhusu kifo chake na maswali ambayo bado yanajadiliwa kuhusu sababu yake. Kifo cha Tom Byabagamba kinaongeza mjadala kuhusu maafisa wa zamani wa jeshi la Rwanda ambao waliokuwa karibu na uongozi wa Paul Kagame, lakini baadaye walijikuta wakabiliwa na mashaka na vifungo vya muda mrefu. Kwa sasa kinachojulikana ni kwamba alikuwa kanali Byabagamba amefariki dunia akiwa gerezani takriban miaka 12 ya kizuizi akiwa na umri wa miaka 59. Na sababu za mazingira kamili ya kifo chake bado hajawekwa wazi hadharani, na familia pamoja na umma bado wanasubiri maelezo zaidi kutoka kwa mamlaka husika. Asante sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, ni kufika hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 27 Agosti mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi na kwa kutupatia muda wenu katika
Fuatilia habari na matukio muhimu endelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Kivu na ukanda mzima wa maziwa makuu. Basi kama leo ndio mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekuomba na kusifu kitu kimoja kabla, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine unasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari tutakuwa tumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Na vile vile unaweza kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp ambazo zinaendelea kupita hapo kwenye picha, na ukatujuza unatusikiliza ukiwa sehemu gani, na ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Mimi ni Teleje Longa, na kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info nakutakia jioni njema na usiku mwema, na tukutane tena katika taarifa zetu za kesho asubuhi. Vile vile Mwenyezi Mungu aendelee kubariki na ibariki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.